Umoja wa wanaume Tanzania ambao unatarajiwa kuzinduliwa baadaye mwezi huu umeeleza kuwa unalenga zaidi katika kuhakikisha wanaume wanatekeleza majukumu yao ipasavyo kama nguzo ya jamii, yakiwemo ya kulinda maadili ya taifa na kupambana na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia katika jamii. Taarifa kamili na Novatus Makunga kutoka Arusha. Mwenyekiti wa umoja huo Claude Kim akiongea mara baada ya kikao cha viongozi wa umoja huo ameeleza wamelenga katika kuhakikisha jamii inaishi kwa ushirikiano na upendo mkubwa kwa kutokomeza vitendo vya ukatili. Sasa kupitia umoja huu unahakika kabisa yale yote ambayo serikali inapambana nayo, hasa kwenye kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake, watoto, lakini hata wanaume wanaofanyiwa ukatili kuanzia ngazi ya familia, jamii na maeneo mengine. Kupitia umoja huu tunahakika kabisa kwamba jamii nzima itaishi maisha ya amani, upendo na mshikamano. Umoja huo pia hautawaacha watoto wa kiume. Tutahakikisha tunaanza na vijana wetu kuanzia shule za msingi, tukitoa elimu, tukiwaelekeza jinsi ambavyo watapata madhara juu ya ulawiti, ushoga na mambo mengine, kwa sababu tunaamini kabisa mwisho wa siku tunakuja kukosa taifa lenye wanaume, na siku zote taifa ni watu, na kuongezeka kwa watu ni lazima itokane na mwanaume. Mwenyekiti wa umoja huo wa wanaume Tanzania Claude Kim pia ameshukuru serikali kwa kuwa nao bega kwa bega. Lakini kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima. Na tunamshukuru sana kwa jinsi ambavyo wameunga mkono umoja huu wa wanaume, akiamini kabisa mwisho wa siku umoja wa wanaume Tanzania kwa kushirikiana na serikali, kwa sababu tayari tuko zaidi ya mikoa 24 nchi nzima. Maana yake kwa tunaingia chini kabisa. Sisi tuko ndani ya jamii, tuna nafasi kubwa ya kuibua zile changamoto, kuhakikisha kabisa sasa sisi wanaume tunakemea. Umoja huo ulisajiliwa rasmi mwishoni mwa mwaka jana na tayari umeshasambaa katika mikoa 24. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha.